kwa TKO round ya 9. Alikuwa mnyonge ama hakuwa mnyonge? Na yeye mwenyewe kathibitisha hapo ni kwamba ule ni mchezo, kuna kushinda na kushindwa. Kwa hiyo kama sehemu ya mchezo kayapokea kama mshindwa. Ulitazama ule mchezo jana, Mwakinyo alikuwa dhaifu wapi? Kwanza watu wasiojua Soro na Mwakinyo wale ni familia. Soro na Mwakinyo wale ni familia. Kivipi? 2022 Soro na Mwakinyo walikuwa pamoja kwenye kambi ambapo Mwakinyo alikuwa hana pambano lakini Soro alikuwa anapambana. Kwenye hilo pambano sparring boxer wa Soro alikuwa ni Mwakinyo ambaye anamtrain zile alikuwa ni Hassan Mwakinyo. Kwa hiyo mimi na wewe tunafahamiana, najua weakness zako. Okay. Mimi unajua weakness zangu, si ndio? Sasa inapokuja swala la kutafuta nini, si ndio? Unajua tu kwamba okay, huyu ni mzuri hapa, huyu ni mzuri hapa. Kwa hiyo watu wengi wasiofahamu kwenye pambano la Mwakinyo labda namuona Soro kwa mara ya kwanza, lakini Mwakinyo sio mara ya kwanza nakutana naye. Mwakinyo anajua strength ya Soro. Okay. Na Soro anajua strength ya Mwakinyo. Kwa nini nani anatumia madhaifu ya mwenzake kwa wakati huu, si ndio? Nani ambaye ataweza kutumia madhaifu ya mwenzake kwenye moment hiyo? Ndio maana unaona raundi ya kwanza mpaka raundi ya 7 unaona Mwakinyo bado na punch anaenda. Anajua tu kwamba anamtafuta tumboni. Anajua kwamba huyu weakness yake ni tumboni. Amepiga sana tumboni lakini ni kama alifanya mazoezi sana Soro kwenye eneo lake la tumbo. Ambaye ndo anajua sehemu ya weakness zake. Yes, alimbadilishia mpaka stances, misimamo kutoka kwenye southpaw, kutoka kwenye orthodox kwenda kwenye southpaw, msimamo ile ya kupiga. Umeona, lakini bado yani kama mtu alisha train sana kwamba huyu Mwakinyo wala ubora wake ni hapa. Akitoka hapa atahamia hapa. Si ndio? Atanitafuta mimi hapa. Kwa hiyo ni kama mtu alishamjua vizuri mpinzani wake. Kwa kwenye ile pambano nafikiri watu wengi ambao walikuwa hawajafahamu walifikiri labda ni pambano jipya, Mwakinyo kukutana na mtu mpya kwenye maisha yake. Yes, na of course jana wengi Soro ndio wameweza kumfahamu. Wanafahamiana. Hii 2026, 2022 walikuwa kwenye yeye alikuwa ni sparring boxer wa Soro. Okay. Yeah, kwa hiyo Mwakinyo nilikuwa naangalia alichokiposti masaa 3 yaliyopita. Sasa ni Mwakinyo ameposti kitu ameandika, anasema napenda nitoe pole na maumivu kwa wote mlioumizwa au kutoelewa kilichotokea jana. Siyatetei matokeo ya kupoteza kwangu na siumii sababu ndio game. Kinachomuumiza zaidi ni yeye kuwa weak kiasi cha kushindwa kujitetea. Hata namna ya upiganaji wake haukuwa ule mliomzoea. Ilikuwa ni game tafu ambayo niliweka bidii zangu kwenye mazoezi ya nguvu sana, na ndio game ambayo nilicheza nikiwa niko weak na mwepesi sana. Yote kwa yote ni matokeo tu na hakuna budi kuyapokea. Na of course ukirejea kwenye pambano lile, kwa mtu alikuwa anaangalia ile pambano raundi ya 3 na raundi ya 4, ukitazama kabisa ile ngumi Hassan Mwakinyo ni kama alikuwa sha give up. Yaani unamuona kabisa kama ameshatoka mchezoni kwenye lile pambano. Unamuona ni kama alikuwa anasubiria tu labda asidondoki chini, amaliza raundi 12 basi jamaa achukue ushindi kwa point. Unajua Mwakinyo kwenye mapambano yake yote, I think ni pambano lake la 3 hili kupoteza kwa TKO, si ndio? Lakini kama alikuwa anasubiria tu amaliza raundi 12 bila kudondoka chini. Lakini kiuhalisia ukimtazama ni kama alikuwa hawezi kufanya kila kitu. Amejaribu kila mbinu, anajaribu kubadilisha style, anajaribu kwenda hivi kuweka guard. Yaani hata ukiangalia punch yake kufika pale haifiki. Sasa anachosema kinachomsikitisha ni yeye kuwa weak. Kwa nini alikuwa weak? Hapo ndo pa kuanzia. Umemsikia Zugu hapa akisema unajua paka pale alipofikia kwenye raundi zile, yeye unajua sisi tunatazama na bahati mbaya ule ni mchezo wa ngumi. Maumivu ama vile ana feel kwenye mwili wake ni yeye, sio mimi wala wewe Esther. Sasa yeye ndo anajua kwenye mwili wangu kwa sasa hivi uenda pale kajikaza sana, hata hivyo na hapo tayari ashapata cutting chini ya jicho. Kwa hiyo of course tumpongeze bana Hassan Mwakinyo, amepambana. Ndio maana nimemuuliza hapa kwenye football timu ikifungwa dakika za jioni au ikishinda dakika za jioni watu timu mechi game tough kwa raundi zile kapambana au bado tunamuona dhaifu. Yaani ngoja nikwambie kitu Makoa. Yule Soro
sio bondia mdogo kabisa. Yani Soro ni Soro kweli kweli. Yani yule bondia Mwakinyo mwenyewe anaenda kupigana na yule jamaa. Yule jamaa ana nyota 4. Si ndio? Katika nyota 5 ambazo unapaswa kuwa nazo bondia, si ndio? Yeye ana nyota 4. Kapambana mapambano makubwa. Kwa hiyo kama Mwakinyo angempiga yule jamaa, trust me. Yes. Kama Mwakinyo angembutua Soro, si ndio? Brother Mwakinyo yaani sisi kama kuna bondia kwenye ule uzito wake ingepaswa kuzungumza naye. Kwa sababu yule jamaa sio bondia mtoto kabisa. Angekaa juu pale. Ule mkanda wa IBO kuupata sio jambo dogo. Na umemsikia hapa Zugu amezungumza kwamba angekuwa kwenye nafasi nzuri. Lakini ndio mapambano jinsi yalivyo. Sawa. Huwezi kushinda kila siku. Kabisa. Lazima ukandwe ili kesho ujifunze uwe bora. Kajitolea mfano Zugu akasema alivyopigwa ile ndio ilimtia hasira zaidi, kwa sababu wengi walimdhihaki, wengi walimkejeli, wengi waliweka jokes, kila mtu alifanya anachoweza, kwa sababu inaonekanika kwa nini yani Zugu, kwa nini mbona muda wote anapigwa. Nikukumbushe rekodi zake. Wakati Zugu anapigwa kwenye ile pambano la Mbeya, alikuwa anapigana mapambano 15 bila kupoteza. Alikuwa haja kupoteza Zugu. Ndio pambano lake la kwanza kupoteza kule Mbeya, si ndio? Na akatoka hapo akaenda Ujerumani akapambana, akaenda kumbutu, akamchakaza mtu na akashindwa, akanyimwa na kushinda na mtu akaenda ICU. Kwa hiyo inatokea kwenye watu walilipia mpaka vingamuzi kuangalia Zugu anavyoaibika. Yaani Mtanzania imagine analipia kingamuzi, sio kufuatilia pambano la Mtanzania mshangilie, afuatilie anapigana shoti wenyewe. Kwa mfano unaona hata jana kwenye ile pambano la Mwakinyo, ni kuhakikishie wengi pia wametazama sio kwa sababu ya kumsupport Mwakinyo ashinde. Wengi wametazama kushuhudia Mwakinyo anavyobondwa. Na kweli ikawa vile. Nimekuwa naona nimeona comment za watu wengine ila ana mdomo sana. Nimeona hata Jimanara ametweet kitu. Na hichi ndio kinamgharimu kuna wakati Champions. Manara amesema? Manara ametweet kitu. Kuna andiko ameliandika. Anasemaje? Ili hapa. Kuwa na ngebe ni silika ya mchezo wenyewe. Yeye sio bondia wa kwanza kuwa na maneno ya shombo na dharau, lakini bado anabakia Mtanzania. Kaongea vizuri bana. Andiko ni refu, alizungumza. Akasemaje Twa Kiduku alizungumza kabla kabisa hata pambano ile haijatokea. Twa Kiduku mwanzo kabisa kwenye pambano alisema wakati Ibrahim Classic ametoka kushinda pambano lake kule Thailand, si ndio? Alivyomaliza ile pambano akampongeza na nini, akasema, wakamuuliza swali kwa nini Mwakinyo hajaonekana kuja kumpongeza Ibrahim Classic, kumpokea na nini. Akamwambia kila mmoja na ratiba zake, labda wewe yuko busy na majukumu fulani, na labda yuko busy kwenye jambo fulani, hatuwezi kujua nini ambacho anakipitia kwa sasa. Lakini tarehe 2 hiyo ilikuwa tarehe 2. Baadaye akasema bana, huyo Mwakinyo anamuita Mtanga. Huyo Mtanga ana pambano mwezi wa 6. Na huyo bondia enda kupigana naye, huyo ni bondia kweli. Sio bondia wa mchezo. Ni bondia kweli kweli. Umeona? Kwa hiyo akasema ikitokea Mwakinyo amempiga huyo Soro, huyo bondia, akamwambia yeye atakuwa, yani kuanzia siku hiyo yeye atakuwa upande wa Hassan Mwakinyo.